إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأعزة وأحبابي في الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma kipenzi chetu, mwalimu wetu, sayyidil awwalin wal akhirin, mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni, lakini ikiwa mwanzo kabisa kuihusia nafsi yangu yenye mapungufu yaliyokuwa mengi, kumcha Allah tabaraka wa taala. Ikhwani al-a'izza wa ahbabi fillah, yaqulu rabbul izzati wal jalali fi kitabihi al-karim: wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ndugu zangu katika imani, Qur'ani hii ambao tuliokuwa nayo leo, msahafu huu ambao tunausoma leo mimi na wewe, katika msahafu huu ndugu zangu katika imani, aya ya mwisho kuteremka, kama vile ambavyo Imamu al-Bukhari rahmatullah alayhi katika hadithi ya Bara ibn Azib, aya ya mwisho kuteremka kwenye Qur'ani hii ambao tunaisoma mimi na wewe, tumeihifadhi katika vifua vyetu. Allah subhanahu anateremsha ujumbe huu: wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah, tahadharini, ogopeni siku ambayo mtakayorejeshwa kwa Allah tabaraka wa taala. Ogopeni siku ambayo mtakayorejeshwa kwa Allah tabaraka wa taala, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlimun, kisha kila nafsi ikalipwa kwa lile ambalo ilokuwa imelichuma katika mgongo huu wa ardhi, hali ya kwamba hatodhulumika mtu yoyote katika mahkama ya Allah tabaraka wa taala. Ona ndugu yangu katika imani, uzito wa aya hii. Kila mmoja miongoni mwetu anaambiwa achukue tahadhari. Itakuwaje siku ambayo malakul mauti anakuja kumtoa roho yake? Je, Allah atakuwa amemridhia siku hiyo au atakuwa mwenye kumkhasirikia siku hiyo? Itakuwaje siku hiyo wakati roho inatolewa ya kila mmoja miongoni mwetu kupelekwa katika ufalme wa Allah tabaraka wa taala? Tunajiandaa vipi mimi na wewe safari ya kuelekea kwa Mola wetu? Wanazuoni waliokuwa wamepita, masalafi ridwanullah alaihim,
Ibrahim Taimi rahmatullah alayhi, kwa kulingana na aya hii anasema shay'ani qati'anni ladhata dunya, mambo mawili kwangu mimi yanakata kabisa ladha ya maisha ya ulimwengu. Kila nikikumbuka mambo mawili haya, ladha ya maisha ya ulimwengu inaniisha, starehe zote zinaondoka kwa kukumbuka mambo mawili. La kwanza dhikrul maut, napokumbuka siku ambayo malakul mauti anakuja kuitoa roho yangu, nitakuwa kwenye wakati wa namna gani? Anasema nikikumbuka hali ile, ladha ya maisha ya ulimwengu yote yananiondoka. Kwa nini? Hapana, wakati mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema akthiru dhikra hadhi min ladhat, kumbukeni kwa wingi sana lile jambo ambalo linakata kabisa ladha na starehe za maisha ya ulimwengu. Ibrahim Taimi, mwanachuoni mkubwa huyu, miongoni mwa marwat mashekhe wa Imamu al-Bukhari wa Muslim, anasema napo itafakari aya hii, nikikumbuka mambo haya mawili katika maisha yangu, ladha ya maisha ya ulimwengu inaniondoka. La pili, walwuqufu baina yadayhi subhana, napokumbuka kwenda kusimama kwenye mahkama ya Allah. Kwenye mahkama ya Allah nitakuwa kwenye hali ya namna gani siku hiyo? Katika uwanja wa Kiyama, uwanja ule katika arasati al-Qiyama, ambao siku hiyo la yaslim illa man salamahu Allah, hatosalimika ila yule ambaye atakayekuwa kwenye rehema ya Mola wake. Ndugu yangu, sikwambii mimi na wewe, hata mitume wa Allah katika hadithi ya Abi Huraira, ambayo hadithi mashuhuri, hadithi ya shafaa, mitume wa Allah kila mmoja miongoni mwao watakuwa na wao wanasema, hatujui siku hii ya leo hali ni vipi. Mimi na wewe tunajiandaa vipi safari yetu ya kuelekea kwa Allah, na hasa siku iliyokuwa ngumu, siku hiyo yauma tubaddalu al-ardh ghayra al-ardh was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar wa tara al-mujrimina yawmaidhin muqarranina fi al-asfad sarabiluhum min qatrani wa takhsha wujuhahum an-nar liyajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat. Siku hiyo ndugu yangu katika imani, Allah ameitaja ndani ya Qur'ani. Utaona wale watu waliokuwa waovu, watu wabaya, watu waliokuwa madhalimu, watu ambao rasilimali ya pumzi zao hawakuzifanya vizuri katika maisha ya ulimwengu. Siku hiyo utaona wamepigwa pingu za moto, wanasukumwa kuelekea katika mahkama ya Allah. Hali itakuwaje siku hiyo? Nguo zao zitakuwa ni lami za moto wa Jahannam. Wewe Muislamu, waja wema waliotangulia, akili zao zilikuwa zina focus siku hiyo kumwomba Allah awanusuru. Yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir, watu wanatoka kwenye matumbo ya kaburi kana kama nzige, hajui mtu anatoka wapi anaelekea wapi. Ndio waja wema wanakumbuka mauti na kisimamo cha siku hiyo, hali itakuwa namna gani? Rawa al-Imam Tirmidhi rahmatullah alayhi min hadithi Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema, Ibn Umar, kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nilikuwa pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, fajaahu rajul min al-ansar, akaja mtu mmoja katika maansar, wenyeji wa Madina, maansar. Fasallama ala nabii alayhi salatu wassalam, akamsalimia bwana mtume, kisha akamuuliza swali, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah,
ayul mu'minina afdal, nani katika waumini aliyekuwa bora? Nani katika waumini aliyekuwa bora? Mtume akasema aktharuhum, aliyekuwa bora, ahsanahum khulqan, ni mtu ambaye mwenye tabia iliyokuwa nzuri katika jamii. Tabia yake nzuri, bila shaka atakuwa mbora katika jamii. Qala ya Rasulullah, wa ayul mu'minina aqyas, ewe mtume wa Allah, nani katika watu aliyekuwa na akili? Mimi na wewe tukiulizwa mtu aliyekuwa na akili, utasema profesa, mfanya biashara, mwenye mali, mwenye mashamba, mwenye kadha wa kadha wa kadha. Mtume anasema aktharuhum lilmauti dhikra, mtu mwenye akili barabara ni mtu ambaye mara nyingi sana anakumbuka siku ambayo atakuja kutolewa roho yake. Huyu ndio mwenye akili. Wa ahsanahum lima ba'da isti'dadan, na akafanya maandalizi ya kwenda kukutana na Mola wake. Ulaika al-aqyas, hao ndio wenye akili. Wewe ndugu yangu katika imani, unaishi katika maisha haya ya ulimwengu, unatafakari hali hii itakuchukuaje nafasi ya kuelekea kwa Mola wako, au dunia hii ambayo tulokuwa nayo leo ndio inatudahadaa, inatupumbaza kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala. Waliogopa waliokuwa wema, sikwambii mimi na wewe. Rawa al-Imam Ahmad fi sahihi min hadith al-Bara ibn Azib قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. tulikuwa mimi na mtume na masahaba katika makaburi, tunamzika mmoja katika maansar. Mtume kafiwa na mmoja wa masahaba zake, wanampeleka makaburini. Wakati wanamstiri, mtume analiangalia kaburi lile, jinsi gani mwanadamu anavyoingizwa ndani ya mwanandani. Bara anasema fajalasa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala shafiri alqabr, bwana mtume aketi pembeni kidogo kule ya kaburi, kisha akawa anaangalia. Alivyokuwa anatazama vile, faqala ya ikhwani, enyi ndugu zangu, anawaambia masahaba, limithli hadha fa'iduhu, mfano wa ndugu yetu, mfano wa huyu, tujiandae na safari hii. Bara anasema fabaka Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hatta balla thara, mtume akalia mpaka machozi yakadondoka kwenye ardhi. Huyu ni mtume wa Allah, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Huyu aishasameheka madhambi yake, analia anavyoangalia mwanandani, anaangalia shimo lile la shibiri mbili lile, itakuwaje miongoni mwetu wanakuja kuwekwa pale. Huyu ndio mtume wa Allah, machozi yanamtoka, yanaonyesha athari kwenye ardhi. Wewe na mimi twafika makaburini kuwazika wapendwa wetu, hatujali, hatuna habari, tuna dunia nyingine, kana kwamba pale tumekwenda kuweka mzoga. Mtu asiyekuwa na thamani kwetu sisi hatujali, tunaona kwamba tumekwenda kutoa kama mzigo katika ardhi. Kuna majukumu mengi tuliokuwa nayo yanayotushughulisha katika maisha yetu, unakwenda kumweka pale mpendwa wetu, ndugu yako, baba yako, mama yako, shangazi yako, rafiki yako. Hujali lipi jambo utakalokufanya wewe uzinduke ukiwa sehemu ya makaburini, ushtuki. Uthman ibn Affan kama rawa al-Imam Ibn Majah fi sahih, kana Uthman idha waqafa inda al-qabr, Uthman alipokuwa anasimama akiangalia makaburi, yabki hatta balla lihiyatahu, analia mpaka machozi yanatiririka katika ndevu zake. Fasuila anhu, anaulizwa, inatajwa pepo na moto huathiriki kama vile ambavyo ukifika katika makaburi, vile ambavyo unavyoathirika katika hali hii. Anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul alqabru awwal manazil akhirah, kaburi ndiyo nyumba ya mwanzo ambao anateremkia mtu mule kuelekea kwa Mola wake.
Uthmani anaona kaburi, anawaza itakuwaje safari yake ya kuelekea kwa Allah. Anasema, Mtume anasema kaburi ndio nyumba ya mwanzo anaoteremkia mtu kuelekea kwa Mola wake. Fa innaja fama ba'dahu aysara minhu, akifaulu ndani ya maisha ya kaburini pale ameijiwa na malaika Munkar na Nakir. Mtume anatuambia, mnapomaliza kumweka ndugu yenu mkamstiri, mkamwingiza ndani ya mwanandani, muombeeni kwa Allah ndugu yenu, Allah ampe tathbit, ampe thabata. Yuko kwenye hali iliyokuwa ngumu. Unamkuta Muislamu amekaa makaburini, anashika simu, anazungumza, anachati, anafikiria biashara, anafikiria mipira, anafikiria kadha, mambo ya ulimwengu. Allah amekuchagua uwasindikize wenzako mpaka uwastiri ili wewe uzinduke. Unamkuta mtu Muislamu anafika makaburini, alafu akitoka pale hata hima ya swala hana, hima ya swala hana. Indama tahdhuru janaza li akhi au sadiqin au azizu lak fi almaqbara wa tara bi ummi aynayk kaifa yarmuna turaban alayhi. Ukijaliwa na Allah ukafika viwanja vya makaburi, ukaweza kuhudhuria pale kumsindikiza kipenzi chako, rafiki yako, jamaa yako, Muislamu mwenzako, na ukaona jinsi gani umma unavyoshindana, kila mmoja anataka kushika koleo lile akusindikize mule, wanaotangulia kufanya vile ni wale vipenzi vyako, ndio ujue dunia hii haina thamani. Wanashindana wale ambao walokuwa wanakutaka wewe katika maisha ya ulimwengu, umekufa, ndio wanaotangulia mwanzo kwenda kusindikiza. Wanagombania koleo, na kuna wengine wana mambo yao ya kidunia. Kukaa wewe na wao kwa muda ule, wanaona tabu, wanatamani uondoke, wana mishe zao kule. Ndugu yangu katika imani, hali hiyo ni ngumu. Mara nyingi wanawaambia ndugu zangu, hivi wewe umejaliwa na Allah, yule kipenzi chako unayemjua wewe, wakati anataka kutokwa roho, upo karibu naye? Umeiona ile hali ya yule ambaye mtu wako wa karibu wa thamani anakata roho pale, ambapo Allah anatuelezea ndani ya Qur'an, kalla idha balaghat at-taraq wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhil masaq. Ulijaliwa kuwa katika maeneo hayo, ukaangalia hali ya ndugu yako Muislamu akifikia wakati huo, umejaliwa na Allah kuona hayo. Allah asema, ujeuri mnaofanya ni pumzi zenu zinawadanganya tu. Roho inapofika kwenye mitulinga ya mabega, wakati wa kutoka sasa pale, waqila man raqi, watu wanaulizana, nani wa kumponya mgonjwa wetu huyu? Baba yangu, mke wangu, rafiki yangu, jamaa yangu, daktari gani bingwa tumlete hapa? Wa dhanna annahu alfiraq, ye ana yakini kwa Allah anaondoka, yuko kwenye ulimwengu mwingine kabisa. Sasa hapo, waltafati saqu bisaq, maiti imedondoka hapo tayari. Muislamu ameshakata roho pale. Umeshamtazama hali yake ilivyo, umeshamtazama hali yake wakati unamvua nguo zile, umemweka kwenye kitandiko la kumuosha pale. Aliyekuwa anasema hapa hapiti mtu, unamuona udhalili alokuwa nao pale, unaona ujeuri uliokuwa nao pale, hana sei yoyote pale. Hivi wakati ule mnamfanya mnavyotaka nyinyi. Wakati huo dunia, kila mmoja huko nje anashughulika na yeye, anazikwa saa ngapi, anaswaliwa msikiti gani, makaburi ni yapi, watu wote wanashughulika na wewe. Kwa nini? Wakuondoe kwenye ulimwengu. Wana mambo mengi ya muhimu kwa dhati zao yanayotaka kuwashughulisha. La ta'mal, usiwe na matumaini wala matarajio, annaka idha asbahta amsayta, kwamba wewe ukijaliwa na Allah asubuhi ukiwa hai, kwamba jioni itakufikia. Wa idha amsayta asbahta, au asubuhi utakuwa uko hai.
fakam min insani, wako wangapi katika watu ambao tunawajua mimi na wewe katika maisha yetu haya tulokuwa nayo mimi na wewe, nama walam yaqum, amelala hakuamka, walabisa thawbahu, amevaa nguo yake, walam yakhla'u ila ghasil, amevaa kanzu yake nzuri, jinzi lake nzuri, hakuna aliyekuja kumvua ila mwoshaji wa maiti ile. Wako wangapi wanaongea na familia zao, wanacheka, wanafurahi, anatoka ndani ya nyumba, anatoka ndani ya nyumba yake kwa furaha, lakini ndugu zangu, familia inamwandalia chakula kizuri anachokipenda, lakini chakula kile kinakuja kuliwa na watu wengine. Hali wako wangapi? Mimi na mfano nataka niwaambie leo ndugu zangu, mbele ya shekhe wangu na mwalimu wangu. Mimi nilikuwa na mtoto wa kaka yangu, baba mmoja mama mmoja, alikuwa anaishi hapa katika kitongoji hiki miaka ya nyuma. Katoka anakwenda kuswali swala ya alfajiri, mauti yakamkuta hapa katika kitongoji hiki nilichosimama, akapigwa risasi akafariki hapa. Alikuwa anaitwa Mansur, kijana huyu. Hii ni kuonyesha kwamba wewe unaweza ukatoka ukafurahi ukacheka ukafanya hivi, lakini subhanallah, hujui malakul mauti wewe yuko na wewe wakati gani. Dunia isitushughulishe hii. Anasema Abul Atiya, nati mina dunya wa nahnu sawasiya, nati mina dunya wa nahnu sawasiya, tiflu almuluk ka tiflu alhashiya, wa nughadiru mina dunya wa nahnu kama tara mutashabihuna ala alquburi alhafiya. Tunakuja katika ulimwengu huu mimi na wewe na wote kwa pamoja sawa sawa. Anavyozaliwa mtoto wa mfalme, mtoto wa waziri, mtoto wa rais, mtoto wa kadha, ndio vile vile njia aliyokuja nayo mtoto wa maskini hohehahe, wanazaliwa pamoja wote sawasia. Tiflu almulk huna ka tiflu alhashia, wa nughadiru min ad-dunya wa nahnu kama tara. Tunaondoka kwenye ulimwengu, tunakufa kama vile mnavyoona. Wa nughadiru min ad-dunya kama tara mutashabihuna ala alquburi alhafiya. Tunafanana katika makaburi yetu. Hakuna huyu tajiri sana mfalme huyu tutamzika na sanda 10, zile tatu. Atakwenda peku kama watu wengine. Maskini atavalishwa sanda na tajiri atavalishwa sanda, kiongozi sanda, muongozwaji naye sanda. Mutashabihuna ala alquburi alhafiya. Kitu gani tofauti? A'maluna tu'li wa takhfadhu sha'nana. Matendo yetu tu ndio yanaweza kumnyanyua yote miongoni mwetu atoka karibu na Mola wake, lakini wahisabuna ghadan yawm alghashiya. Hapo hisabu yetu ni ngumu sana. Siku gani? Yawmul ghashiya, siku ambayo nyuso zote zitakuwa zimenyenyekea kwa Allah tabaraka wa taala. Siku hiyo iliyokuwa ngumu, ambayo Hasan Basri rahmatullah alayhi anasema aisaru nasa hisaban yawm alqiyama ala alladhina hasabu anfusahum fi dunya fawaqafu inda humumihim wa a'malihim fa in kana alladhi hammu bihi madaw wa in kana alayhim amsaku. Hisabu za baadhi ya watu zitakuwa nyepesi siku ya kiyama. Kwa sababu gani? Walisimama katika ulimwengu huu wakiangalia matendo yao, wakaangalia hili wafanye, hili wasifanye, hili litakuwa lina madhara kwao, hili halina madhara kwao. Walisimama hivyo. Wa inna ma yathqulu al-amru yawm al-qiyama ala alladhina jazafu al-umur fi dunya akhadhuha min ghairi muhasabatin fawajadu Allah qad ahsa alayhim mathaqila tar. Hapo pagumu ndugu yangu katika imani. Watu wengine hisabu zao zitakuwa ni ngumu sana,
siku ya Kiyama. Kwa nini? Kwa sababu katika ulimwengu huu kila walichokiona walikifanya. Hawakuwa na muono wa kumwogopa Mola wao. Hawakujua dunia hii ni mapito tu ya muda mfupi sana katika maisha yao. Matamanio ya nafsi yao waliyafanya ndio kipaumbele katika maisha yao. Kila jambo lilokuwa baya walokatazwa, wao walikuwa mstari wa mbele kuyafanya. Siku ya Kiyama watayakuta yale ambayo waliyafanya si dogo wala kubwa mbele ya mahakama ya Allah. Waudhiya alkitab fatara almujrimin mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Siku hiyo watu wabaya watasogezewa madaftari yao walokuwa wanayafanya katika matendo yao. Watatamani wayakimbie, kuyaogopa wasiyasogelee. Wataambiwa shikeni madaftari yenu. Watasema haya madaftari ya nini haya? Hakuna dogo wala kubwa, yote yamo humu, na Allah sifa yake hamdhulumu mtu yoyote. Ogopa sana ndugu yangu katika imani mahkama ya Allah tabaraka wa taala siku ya Kiyama. Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ndugu yangu katika imani, tuchukue tahadhari katika maisha yetu ya ulimwengu haya tunaoishi. Ni starehe ya muda mfupi sana. Hata kama utapewa mambo gani katika maisha haya, lakini kumbuka mwisho wako mimi na wewe ni kwenye lile kaburi tu. Afaraita in mata'nahum sinin. Allah anasema hivi, unaonaje wewe Muhammad hawa ambao dunia inawadanganya, dunia ya muda mfupi hii, hata kama watastareheshwa miaka, thumma jaahum ma kanu yuadun, kisha ahadi ya Allah malakul mauti akaja kumtoa mtu roho yake, ma aghna anhum ma kanu yumattaun. Starehe gani kwa mtu yule ambayo itakayomsaidia mtu huyo na hali ambayo alikuwa nayo hapa? Ndugu yangu katika imani, wamepita waja waliokuwa wema ambao Allah aliwamilikisha kila aina ya neema, sawa neema ya uongozi au neema ya elimu au neema ya mali, ambao mifano tumetajiwa ndani ya Qur'ani. Mimi sikwambii wote wale, nakupa mfano wa Harun al-Rashid al-Abbasi. Huyu Harun al-Rashid khalifatul muslimin. Ulimwengu ulijaa uadilifu, ulimwengu ulijaa kheri wakati wa zama za khalifa huyu Harun al-Rashid. Baiti mali imejaa mali chungu mzima, iko katika mfalme wa mkono wake mwenyewe. Lakini wakati sakaratul maut, malakul maut anamteremkia, wakati huo anawaambia wafuasi wake, ishtaru li akfanan, ninulieni sanda nione, hebu leteni sanda yangu nione. Wanaambia hii ndio sanda utakaondoka nayo katika ulimwengu huu. Ndani kuna nguo zake nyingi, baiti mali imejaa. Anaambiwa bwana, hizi ndio sanda tumekuletea. Anasema ihfir li kabran, nio lichimbeni kaburi langu nilione. Anaambiwa hili ndio kaburi khalifa, hili ndio kaburi. Sikwambii khalifa kwa maana ya mipaka, alikuwa anaongoza Andalus huko Spain kote. Njoo karibu nusu ya dunia iko chini ya mikono yake. Anawaambia hebu nionyesheni kaburi nitakalolazwa mule. Waambia khalifa, tunachimba, hili ndio kaburi lako hili hapa. Anaambia nibebeni nilichungulie kaburi langu. Linabebwa, anabebwa, anaambiwa hapa ndio utakapolazwa wewe. Kisha anageuka, anamwelekea Allah, anasema ewe Allah mrehemu, ewe Allah ambaye ufalme wako unadumu, hauondoki, ukubwa wako ni wa milele na milele, muonee huruma kiumbe chako
ambaye uongozi wake unaondoka leo, anawageukia anawaambia, ma aghna anni maliyan, mali yangu leo hainufaishi kwa lolote leo. Hata mali anaiona ina dhiki tena, haimsaidii lolote katika hali aliyokuwa nayo pale. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya, hata ukubwa wangu leo unaondoka. Nani atakuwa mkubwa tena? Mkubwa ulibaki ni Allah peke yake. Wewe ndugu yangu katika imani, ebu rejea kwa Allah. Hii rasilimali ambayo ulikuwa nayo leo ya pumzi yako, almubadaratul mubadara fa innama hiya alanfas. Hizi pumzi hizi ni za nyakati tu. Fanya mema leo, hujui kesho kama utakuwa hai wewe. Wako wangapi walikuwa na matarajio na matumaini ya kuwa hai, lakini Allah wakati wao wanafanya mambo yao kujua kwamba watakuwa hai, waqad nusat akfanuhu wa la yadri, sanda yake inashonwa hajui. Tahamaki muda mfupi anaambiwa bana, malakul mauti anagonga mlango, anatoa roho yake. Tujiandae mimi na wewe ndugu yangu katika imani, katika safari ya kuelekea kwa Mola wetu. Ni masiku machache hapa leo ndugu zangu. Yani dunia ndio tulofikia hapa leo, yani inakwenda kwa kasi sana. Kesho kutwa hapa itakuwa Ramadhani. Naomba Allah tujalie tuingie ndani ya Ramadhani. Lakini kuna watu miongoni mwetu, pengine ni mimi nayezungumza au wewe unayenisikiliza, usiidiriki Ramadhani. Muombe sana Allah akujalie uingie ndani ya Ramadhani na uipate kheri iliyokuwa ndani ya Ramadhani. Allah atusame makosa yetu, atuhurumie kwa yale ambayo tulikuwa tunayafanya, na aturejeshe kwenye dini mrejesho uliokuwa mwema. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma alif baina qulubina, اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يسر لنا كل أمر عسير فالتيسير عسير عليك يسير يا من لا يحتاج بيان وتفسير. حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بخبير، فاقضي حوائجنا وحوائج المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة. Al Wahda TV, ufunguo wa moyo wako.